Jina mimi ni Kim, pale YouTube ni Kim TV. Make sure umeni subscribe, ulike na ushare video zote hapo ndani. Alafu usisahau kufungulia kengele ndio nikiweka kitu unaiona. Kiingia TikTok ni Kim TV, kila mahali ni Kim TV, Facebook mnifollow hata nipate mafollowers bwana. Msiniangushe, nitawaletea vitu kali kali. Leo tuko na mgeni, wacha tumkaribishe atuambie jina. Popo. Ni jina langu naitwa Alex. Ukipenda unaweza niita Abu. Yeah. Alex ametoka wapi? Alex ametoka Kenya. Mimi nimezaliwa Kenya, nimelelewa Kenya. Hata mimi nimezaliwa Kenya. Lakini mimi kwetu ni Makueni. Okay. Mimi nimelelewa na Mangaboda. Yeah. Hebu nimesikia story zako. Hebu tuelezee ilienda aje? Umegrow wapi? Umesoma wapi? Kaenda aje ukajipata kwa hiyo situation ulikuwa, ukakuja ukaingia kwa crime, ukarudi tena ukatoka, ukafikiria kubadilika, kulienda aje? Unaweza jishikia tu. Okay, thank you. Mimi kwa kusoma nimesomea na Manga. But nikakuja tena high school nikasomea Kangundo. Nikatoka tena Kangundo nikarudi sasa na Manga, but home aswani wapi? Home kwetu na Manga. Yeah. Unajua mtu anasemanga kwao mali babake yuko ama mali babake alizikwa. Yeah. Lakini mamangu ni Mkikuyu. Sasa umesomea Kangundo, umesema Kangundo? Yeah. Ulitoka na Manga ukuja ukasomea Kangundo? Ulienda aje? Kwa hivyo sasa my mom ni story tu refu kidogo, but ndio maana tuko hapa. Yeah. Hiyo story refu ndio tunataka tujue Alex ni nani na ilienda aje, ndio sasa akakuja akageuka akakuwa Abu. Okay. Sasa nitafanya tu ikuwe nini kidogo Yeah, mamangu alikuwa ameolewa awali. Alikuwa ameolewa na mzee fulani ila jina yake sitaitaja. Alafu kuoleka akaza watoto wawili. Kuzaa watoto wawili akampa taraka, wakaachana kabla saa mimi kuzaliwa. So wakati alipoachana mamangu akaenda kufanya biashara. Sasa hapo na Manga. Sasa akifanya hapo akapatana na babangu. Sasa wameachana wamepatana tena. Sasa mwenye alikuwa amemwoa walizaa watoto wawili na yeye. Sasa mimi sikuwa nimezaliwa, ni wakubwa wangu. Sasa akampa taraka wakaachana. Wakadivorce. Sasa akatoka yeye akaanza biashara zake. Akiwa biashara alikuwa anafanya saidia na Manga na huko hivyo akapatana sana babangu. Babangu kumwoa sasa akamtia mimba. Yako sasa wewe? Si yangu. Akanibeba mimi. Yeah. Sasa wakakosana tena na babangu. Walipokosana na babangu, mamangu akarudi kwao Kateguru. Akarudi Kateguru. Sasa akiwa na mimba, baba alikuwa almost kujifungua. Akiwa huko akajifungua, alafu kukawa na shida pale hospitali. Sasa ikabidi apigie babangu. Kumpigia sasa akapigia babangu. Akaenda akamaliza hiyo issue, but babangu sasa akajua kwa kina mamangu kwa ameenda. Walikuwa wameoana tu ya town. Tuseme tu ni kama stay hiyo tu. Yeah. Sasa babangu akarudi huko, mamangu akaachwa huko. Sasa babangu akatulia huko, kukakuwa tu na maisha hivyo. Babangu kuna vikundi tu alikuwa anafanya biashara zake chafu hivyo. Biashara chafu kama za ushetani hivi. Sasa ikakuwa yeye, sasa vile sababu babangu alinielezea, ikakuwa yeye hajizaa tena. Aje akapata mtoto mwingine. Sasa after wewe sasa yeye hajizaa mtoto mwingine. Sasa akajaribu akaja kuniiba sasa kwa kina mamangu. Sasa ilikuwa yeye hawezi zaa, sasa akili alikuwa nao ni kuja kukuiba sasa kutoka kwa mama yako. Wakati alijua hizi zao. Sasa akaja akaniiba. Nikiwa mdogo kama sikuwa class 2 hapo hivyo. Na akaja akanichukua. Unajua mimi sikuwa namjua. Mimi nilibebwa na mtu. Nasema wewe ni nani unanipeleka wapi? Kwa sikuwa na kuibiwa. Mzaimi akanipeleka huko. Sasa ikakuwa mambo yangu imebadilika sana, nisha mambo mengine ambayo sikuwa najua. Sasa after kukuiba alikupeleka shule? Alinipeleka kwanza kwa mosque. Sasa kwa mosque alikuwa amekupeleka ukasilimu ama? Yeah, nikasilimu. Sasa mimi nikiwa huko nikasomea huko nini.
Ikafikia mahali babangu akakata wasa akakufa akaniacha sasa. Ni nini ilifanyika ndio akufe? Si hizo shughuli zake zenye alikuwa anafanya. Nini? Ilikuwa tu mambo na ushetani na pia ilikuwa ni mwizi. Alikuwa anaiba nini? Vitu tu, pesa, kitu yote bado inaingiza pesa. Ulikuwa umri gani? Mimi ndio nikuja kujua babangu ni mwizi, nilikuwa form 2. Ile kipindi sasa nilikuwa kujua kabisa babangu ni mwizi. Na ilienda aje ukakuja ukajua babako ni mwizi? Sie mwenyewe tulikaa chini akaniambia. Kuna ule wakati alikuja kwa nyumba akiwa amepigwa risasi. Hivyo sasa akaniambia, mwanangu mimi naona sitaipumua tena. Sasa akanianza sasa kuniandilia. Alikaa siku 3 tu. Ndio sasa akakata. Alafu sasa after kukata sasa maisha yako sasa ikaanzia hapo sasa. Sasa maisha ikaanzia hapo. Ya kama kawaida unajua tu mwanaume ni kung'ang'ana. Sasa after babako kukata uliendelea na shule? Niliendelea hadi form 3. Sasa ikakuwa school fees imekuwa shida. Kwa kina mom siwezi enda. Sababu alisema hao ni watoto wabaya. Huyo kijana ameenda hivyo ni mtu mbaya, ni kama tu babake. Unajua my mom alikuwa anajua babangu. Sasa mimi nikaamua sasa nijitume kama mimi kazi zangu. Mimi nikaingiana tu na mavijana mtaa. Pandisha hii kidogo na ongeze sasa. Nikaingiana tu na mavijana mtaa. Na nikaanza shughuli zangu. Shughuli gani hizi? Nakumbuka mara ya kwanza mimi nilianza kazi ya mkoko. Mkoko? Nilikuwa nafanya na mkoko. Mkoko ulikuwa unabebea nini? Mkoko nilikuwa nangojea roli za kitunguu zinatoka Tanzania Mangola. Zinaleta Kitengela. Na sasa mkoko na ukakuja kuingia sasa kwa crime, iliingiana aje? Ndio ulikuwa unafanya kwa mkoko. Sasa mimi siku yangu ya kwanza kuiba niliiba mkoko. Ndio sasa hiyo mkoko ilikuwa ya kuiba sasa. Sasa mimi nilikuwa nangojea roli pale Namanga. Zikiwa hapo kwa nini customer. Wakiklia. Mimi namuuliza umebeba mzigo gani? Anasema ni kitunguu. Anamwambia sawa, situingie naye Kitengela. Yeye ananibeba na nikifika Kitengela nakuja naongea nao mama kubebewa na kondisha mkoko na kupelekea vitu zako, baadaye narudi mtaa kwangu. Mimi nikakuja siku moja nikafanya hiyo biashara, ilikuwa usiku. Nikamaliza kupelekea mama vitu. Hizo net zilikuanga na majina. Kama ni mama Wambo najua kibanda yake maliko. Mimi naweka nampelekea. Mimi nikamaliza kazi yangu mapema kitu saa 11. Nikamwambia huyo dereva afanya hivi, hii mkokoteni ni bebe twende nayo. Mimi sasa hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kuiba. Nikasonga na mkoko nikaenda nao Namanga. Nikufika Namanga nikaanza biashara sana, niko na kagari kangu ka kufanya kazi. Nikaanza kubebea watu mawe, sana huko walikuwa wanataka mawe na changarawe. Mimi nikabeba hivi. Siku moja nikiwa nimelala tu kwa mkoko. Kuna jamaa daktari alikuja akaniita. Akaniambia kijana Joe. Unaweza fix Sorry. Akakuita. Akaja akaniita akaniambia Abu Joe kidogo nikuonyeshe. Akanitia kazi. Sasa akawa ni kama ameniajiri kwa usiku kuchukuanga ile uchafu, sababu hakuwa na mahali pa kuchomea. Napeleka huko Ndambe. Mimi nikafanya naye kwa muda, ikafikia mahali siku moja mwenye sisa OC akaniita. Akanipigia simu akaniambia mimi naitwa Mike fulani kuja hospitali. Mimi nikaenda, ilikuwa saa 8, nikampata kwa ofisi yake. Akaniambia sasa nataka kukupandisha cheo. Akasema ni sawa. Akaniambia sasa hapa kuna biashara nataka tufanye. Nataka tukue, sababu hospitali unajua unaweza kuwa kwenu ni Kanya Ururu na unafanya kazi pale Namanga. Alafu mke wako aje ajifungue vibaya. Unajua yule mtoto huwezi lipia gari atoke huko hadi muende kumzika. Lazima mpeane hapo, si mnalipia pesa kidogo anaenda kuziko. Yeye akaniuliza unaweza zika mtoto? Nikamwambia tukasikizana bei, nikamwambia mtoto mmoja nitakuwa nazika na 1300. Na ulikuwa umeshaizika mtu mwingine ama ilikuwa ni mtu wa kwanza? Asikuwa ni maizika but nilikuwa tu na ile sababu sina pesa, sasa ikakuwa lazima nijitume. Mimi tukasikizana, siku ya kwanza ndio ilikuwa na challenge. Sababu sikuwa na kitu ya kubeba isipokuwa ile mkoko. Nikaambiwa ukiingia unaingia hivi, unaingia hapa hivi, unapata mtoto tumekuwekea kwa box na tumefunga. Unapeleka kwa makaburi huko. Kuna place inaitwa Rokongo. Unapeleka huko Rokongo, unaenda
unazika. Siku ya kwanza nikaenda nikapata watoto wawili. Kwanza alikuwa ananitumia hela, napata ananiwekea kwanza nikapata siku ya kwanza 6,000 imeingia. Akasema pesa inakujanga hivyo. Sasa nikaanza kujiuliza wao watoto nitaenda kuwazika wapi? Alafu aliniambia nikipeleka mwili usipatikana. Sasa mimi nikaenda nikakondisha zima ni sururu za kuchimbua. Nikaenda huko jioni. Kwanza nikachimbua shimo, nikachimbua bwana kuna mawe. Nikachimbua ikakuwa haijaenda chini sana. Sasa ikakuwa juu lazima nifunikie na mawe. Mimi nikachukua mkoko yangu na uchafu nikaeka hiyo, nikaweka watoto nikapeleka nikazika. Sasa unawazika wapi? Huko tu kwa makaburi huko. Lakini ilikuwa hizi za maorio. Unaona vile wanakuanga wameka fence hivi kiukuta hivi mimi nilikuwa naenda huko. Akili nyingine ikanijia ikaniambia acha ujinga bwana, acha kuchimbua. Wewe nenda utafute tu kachuma karefu, unaona kwa hizo makaburi za maorio hizo. Kando unachimbua kando kidogo unapata kishimo ni kuweka tu. Mimi nikaona kazi yangu imekuwa rahisi. Nikaifanya kwa masiku, nikaona nimeanza kupata pesa mingi. I remember siku moja nilipata watoto 4 na nilikuwa na jamaa mwingine best yangu alikuwa anaitwa Moa. Lakini Moa alikuwa anajua biashara yenye nafanya. Siku nikaambia Moa si tutafute hata pikipiki nilikuwa naifanyia kazi. Moa ikawa sasa tunasumbuananga, ni mtu ni mlevi atakange kuchoka. Akang'orea akaenda, mimi nikaacha. Mimi nikang'ang'ana kivyangu. Nikatafuta pikipiki, nikaambia huyo jamaa mwenye saa alikuwa ananipa hiyo kazi anibaie pikipiki. Ndio nilikuwa nasafirisha na alafu tunalipana tu polepole. Hakukataa akanipa hiyo kazi. Mimi nikaifanya nikaona saa pesa nimeanza kupata pesa mob. Nikasema si nitoke tu hapa boda niende na huko Kilimanjaro. Mimi nikaenda Kilimanjaro. Sasa unaenda na hiyo pikipiki? Nimepandia tu gari hizo za kwenda. Mimi nikaenda Kilimanjaro huko nikakanika sota nikakota sina do ya kurudi. Lakini tu ile hali ya kuuza maji huku kwa magari nikapata fare. Nikarudi tena. Kurudi ule jamaa ashanifuta kazi. Ameniwekea wanted. Sasa nikashindwa maisha nitakaaje mjini bana. Sasa kuna mabesti wangu 3 wenye tulikuwa tunasoma na wao. Jamaa mmoja akaja akatuambia, "Simwache ujinga bwana, kuna pesa. Tutatoka hapa tuende hadi Arusha." Tanzania sasa. Kuna kanisa iko hapo. Tukiingia kwa hiyo kanisa tutapata do. Sasa sababu ya tamaa mimi nikamwambia hizo tunaweza enda. Mimi nikaenda kwa nyumba nikauza kabati ndio nipate pesa ya kwenda huko. Kila mtu akakuwa kona do. Tukaingia. Wakati tunaenda kwa hiyo church haikuwa eti ni kanisa ya ukweli vile. Sasa kwa hiyo kanisa mlikuwa mnajua mnaendea pesa? Tulienda tuko 3 nikaa tunaendea do. Mimi nilikuwa nafikiria tu ukienda pale utasaidiwa na pesa kama uko na shida. Mimi nikaenda tukaambiwa mambo alafu bado wanataka pesa. Mimi kwangu ikanishinda. Pia wengine ikawashinda, sisi tukarudi tena. Kurudi yule jamaa akaniita tena mara ya pili. Akaniambia nataka bado niendelee na ile kazi. Mimi nikaifanya tu kidogo baadaye akaniambia wewe nimeona ni kijana mzuri tunaweza fanya kazi na wewe. Wewe acha hii kazi hii ambayo unafanyanga ya kuzika watoto. Sasa umerudi tena ile nitakupea kazi nyingine utakuwa unalipwa vizuri. Nikamwambia ni sawa. Sababu yeye ni tajiri ako na pesa na huyo jamaa atanipeleka poa. Akaniambia nataka tutoke hapa siku moja usiku twende Arusha. Nikamwambia ni sawa. Tukatoka. Tukaenda hadi Arusha. Sasa yeye hapo ndo amesimamia kila kitu. Akaniambia unataka pesa? Nikamwambia sawa. Sasa akaingia kwa gari nyuma akachukua kingo kingine ni kama kanzu ya black. Akavaa juu. Akaniambia nifuate nyuma. Chenye nafanya unafanya. Na usiongee na usiulize kitu. Mimi nikakubali nikamfuata nyuma. Tukaenda tukaingia kwa building. Tukaingia hadi huko ndani. Mimi nikaambiwa nikae mbele ya watu. Walikuwa watu wengi ni kama chache. Watu wengi wamekaa nyuma, mimi nikaambiwa nikae pale mbele. Mimi kana nikakaa tu hapo mbele chini kitako nikakaa chini. Nimenyosha miguu, nimetoa viatu. Ni kama tu mosque nimetoa viatu. Nikakaa hapo mbele.
Sasa wao wakaanza kuongea. Hawaongei Kiarabu, hawaongei Kiswahili wala Kizungu. Yaani ni lugha ambayo usikii lakini wanasikizana wenyewe. Alafu mali nimekaa hapo hivyo kando kuna kimchongo. Sasa mimi hata sistuki sababu hisi ni mambo tu ya kawaida, bora tu nikitoka hapo niko na pesa. Sasa mmoja wao ndo alitokea. Sasa mali mimi nimekaa hiyo side. Akatokea hakuna mlango, hakuna nini, akatokea tu hapo jamaa. Akanishika huku hivi akaniinua, nikasimama. Sasa akaniongelesha na Kiarabu. Unamuona sasa? Ni mtu kama yeye sasa. Akaniongelesha na Kiarabu but hakuwa anataka nimuone sura. Alikuwa na kile kikofia cha kinatengeneza ngo sijui kama unajua adhara. Kama zile wa China wanapenda sana kuzivalia. Zile zinakunga za round hivi ni kama ni nyasi hiyo. Kikubwa kimefika hapa hivi. Yeye ananiongelesha kwa hivi simuoni sura. Sasa kutoka hapo mimi akaniambia wewe nenda mwenye nimekuja naye atanielekeza. Sasa unajua aliongea akamaliza. Au kushika kitu. Nilikuwa tunasikia moja moja. Mimi nikatoka tena. Jamaa wangu akanichukua tukarudi. Tukiwa hapo nje akaniambia sasa tafuta vijana wengine mkuu watu 9 kama mnataka pesa. Nikamwambia nitajaribu tu nitafute vijana wengine. Akaniambia fare itakuwa, chakula itakuwa na mahali pa kukaa. Nikuje na wao. Sasa unajua sasa ameanza kunipea clue, ananiambia unajua hii ni kutafuta pesa. Usikiwe mjinga, hii ni pesa tunatafuta. Sasa alikuelezea pale ndani wakati sasa tumetoka nje pale. Sasa mimi kurudi nikaanza sasa kukusanya mabeste zangu, naambia kuna mali kuko na tunaweza enda. Majamaa nikawapata, tukaenda. Siku ikafika akatuambia tuende watu wawili tusiende na gari moja si wote. Tuende wawili mwenye atabaki aende hata kama utaenda mmoja tupatane mahali fulani. Sasa alituambia tuende hadi barabara 13. Hapo ndio sasa tulipatana wote. Wote 9 sasa. Tuko hapo na yeye ndio walikuwa mtu wa 10. Tukaenda naye pale. Wakati tulienda tukaingia tena kwa ile building. Lakini hatuku nini hapo kwa hiyo hall. Tukasonga huko mbele. Kwa hall nyingine but iko na mat tu, haina viti na iko na watu wawili. Sasa mmoja ndo alikuwa 3. Lakini hakuongelesha mwenye hao wawili ambao tulipata. Alikuja akaangalia, akainama, akaongeuka, akaonyesha mgongo akarudi. Sasa tukaambiwa tupange line hivi tukiwa 9. Tukapanga tu line, hatuna uoga. Sasa hao wenye wanatuongelesha wamesimama nyuma yetu, sisi tuko hapo mbele yao hivi. Tunaangalia huku na wao wako hapo hivyo. Na tuangaliani na wao wanaangalia huko na sisi tunaangalia huko. Sasa wakaanza kutuambia vile utafanya. Wakatuuliza kwanza swali ya kwanza. Wakatuuliza kuna mtu anaweza kuwa amewaforce kukuja hapo. Mmejitakia nyinyi wenyewe. Kila mtu anaulizwa peke yake. Yaani hao watu walikuwa ajabu sana. Kama ni mimi niko pale mtu wa kwanza wananiita jina hapo. Aleki. Kuna mtu amekuforce kuja hapa? Hakuna. Sasa wapi hivyo hadi mtu wa mwisho. Sasa tukashinda nao mtu asomi mahali. Kaja hapa ni pesa tunapata. Sasa huyo mmoja akatoka akaenda kukabakia mtu mmoja. Mmoja mwenye alibaki akaanza kuswali. Akaswali mwingine akaanza kuleta zilikuwa majeneza but alikuwa amefunga hivi nikaa ameweka tu kwa kibox, huwezi jua ni nini lakini box kubwa huwezi jua ni. Sasa akakuja akatupangia hivi kila mtu na yake. Sasa akafungua ikabaki open. Sasa ikakuwa ni jeneza. Akatuambia sasa kila mtu atoe nguo zote na ingie kwa jeneza yake. Mkiwa hai? Tukiwa hivyo. Na hakuna swali? Si tuliambiwa hakuna kuuliza ni kusikiza tu. Si tukatoa manguo kama wanaume. Lakini kutoa manguo mimi nilitoa vizuri, sikuwa na uoga. But kuingia nilitense. Mtu wa kwanza nikaona ameingia. Pia mimi nikajitupa ndani. Hivyo kila mtu akaingia hapo. Sasa jamaa akaja akatufunikia but kioo, si unajua kwa jeneza juu kuna ile kioo ya kuslide. Hiyo hakufunika kabisa. Sasa akatuambia tulale na tumbo hivi, uso ikiwa chini. Kama umeangalia chini. Alafu mikono unaiweka hivi. Tukatulia hapo. Tukatulia. I think kama siku 2. Sababu sikujua vile masaa ilikuwa inaenda. Sasa mko pale siku 2 na hakuna kujipindua, umeangalia tu chini. Wacha kujipindua, kususu tunakojoa hapo, kila kitu unafanyia hapo.
Kwa jeneza? Hapo. Hamna kutoka. Unasusutu vizuri, unakojoa hapo. Sasa ndio tukasikia heko. Hiyo siku sasa yenye walikuja sana mara ya pili. Tukasikia heko hivyo. Masauti. Ikafunguliwa hiyo nyingine, ikafunguliwa zote, tukasikia kwa yako ikafunguliwa. Sasa unajua hauoni juu. Sasa tukaambiwa toka, kila mtu akainuliwa akatoka. Sasa kutoka ile kitu tulipewa, sijui ni tomato, sijui ni mutirua, sijui ni manyama tu zinakaa hivyo, but ziko warm. Tukaambiwa kila mtu apewe mwenzake. Unapewa kijiko ni kama hii ya kuchota, hata si mchanga. Ni refu, imefika huko. Uwezi shika hivi na unaambiwa usishike pale katikati, ndio shika mwisho. Unachota hivi kidogo, unapea yule. Sasa yule anakupea. Na hakuna kushiba tu kidogo. Tukarudisha vijiko. Sasa wakatoa hiyo, wakatuambia sasa tuvae manguo tena. Wakatuambia swali, wakatuliza nyinyi wote mkiwa 9, nyinyi mnapendana? Tunapendana. Kuna mtu mmoja hapa mnaweza sema akufe, mnaweza mtoa afe njoo yenu. Tukasema hapana. Tukaambiwa ni sawa, lakini mmoja wenu atakufa. Sasa unajua wakati sasa tumetolewa kwenye jeneza, kila mtu anajua hapa sasa ni kukufa, tunakufa, hakuna mambo ya pesa. Tukasema hatuwezi kubali mmoja wetu akufe. Tukaambiwa ni sawa. Sasa tukapewa manguo, tukachukuliwa tena, tukapewa chakula sasa ile normal, na tukarudishwa tena hapo, tukapewa sasa manguo zingine sasa zao. Kando na hizo zenu? Kando sasa na zile ambazo tulikuwa tunavalia. Sasa kutoka hapo kila mtu akapewa hela tu kidogo ya matumizi. Mimi nikapewa pesa yangu kidogo, mabeste wangu wakapewa hela yao kidogo. Na sasa tukaambiwa kuna ile sasa zawadi ambayo tumeahidiwa tutakuja kupewa kubwa. Tukaambia ni sawa, hamna shida. Sasa tutakupewa hiyo pesa na hizo manguo, tukaambiwa sasa ile siku ya kukuja. Sasa unaulizwa wewe unakaa mtaa gani? Unasema kama uko Nairobi unaambiwa mahali utakuwa unaenda karibu. Wenye tuko na Manga mahali tunaweza enda karibu. Sasa ikakuwa kila mtu ana mahali kwake pa kwenda. Sasa hapo tumeanza kupoteleana kidogo. Sasa mimi nikaendelea sasa kufuatilia. Sababu ni kama kuna kiroho wanga kinakuingia cha hauna uoga, wewe endelea tu na mambo yao. Mimi ile Friday ilikuwa inafuata, nikaenda sasa kwa huyo jamaa daktari. Nikamwambia Friday mimi naenda huko. Akaniambia ni sawa, wewe nenda. Mimi nikaenda. Sasa kwenda pale hiyo siku ya Friday nikapata gate imefungwa. Lakini watu wengine wakikuja wanaingia. Mimi sasa nikaenda nikabadilishwa nguo ya pale kwa gate. Nikapata nguo ya kuingia. Sasa nikaingiana na wao kabisa, nikajua basi ni ushetani direct. Sasa kujua ni ushetani, mimi nikaanza kushiriki tu na wao, nakuja nini nafanya hiyo mambo yao. Ndio sasa ikafikia mahali ikawa kuna sasa besti yangu kabisa mwenye hata alikufanga, but huyu ni mwenye sasa tulikuwa tumeshikana naye kabisa. Sasa ikawa tumeanza kupewa kazi za kufanya, za kuwafanyia sasa huko. Unajua kuna kitu watu hawajuangi. Hata saa hii mkiingia kwa tuseme hata kama ni Illuminati ama mwingie Freemason. Sasa baadaye mlikuja kugundua nini mlikuwa mnafanya pale? Mimi nilikuja kujua na best yangu. Tukakuja tukajua hii tumeingia kwenye shetani. Shetani ni gani? Hiyo ilikuwa ni Freemason. Freemason. Hata church yenyewe ilikuwa imeandikwa Freemason. Sasa tukaamua sasa acha tujitume koze. Hatuna jamaa na wazazi, mimi sina wazazi, sasa hakuna haja. Sasa ni nini nyingine unangoja kwa hii dunia? Hauna brother, una sister. Si uingie tu usukume maisha yako hivyo ukuwe tajiri. Sasa wakaanza kutugawia makazi. Sasa kuna ile unatumwa tuseme kama ni watoto unaendea watoto, unawaletea watoto, alafu kuna ile kazi wako hai. Watoto wako hai lakini wao wanawatumia. Sasa ikafikia mimi mahali kando na hii watoto, unajua pale hawakupei pesa.
Usidanganywe na mtu eti ukiingia Illuminati, ukiingia Freemason, ukienda Join Others kuna pesa unapata. Bro, ni ile tu bidii yako. Ile tu ambayo unaifanyia kazi ile ndio utapata. Mimi niko pale sasa ikawa bado tuko hapo na tuna hela. Sasa tukaambiwa kuna ile kazi sisi tunataka tufanyange ndio tupate do. Wakatupea. Tukaulizwa wewe unataka kazi gani? Mimi na jamani tukasema msiri nataka wizi. Ambao ukiibia mtu ataikuona na ataijua kama umeibiwa. Sisi tukapewa siku zile ambao tutakuwa tunafanya wizi bila kujulikana. Sasa unajua mimi na jamaa sasa tunaanza kutengeneza nini yetu. Sasa wizi. But tuko huko kuna zile siku zao za kuwafanyia kazi na kuna zile zetu. Za wizi sasa. Mimi nikaanza wizi. Fresh nikaipiga. Sasa kuna kampuni moja nakumbukanga ya Calendar. Iko pale ukienda na Kajiado. Tulienda siku ya kwanza tuko wawili. Tukaipiga vizuri tukatoka na pesa fresh. Sasa hiyo wizi ilikuwa wizi aina gani? Ni kwenda sasa unajua pale unaenda na bunduki, panga ama rungu? Unaenda tu na hizo mashine, unaweza kuwa na bunduki, unaenda na bunduki yako. Alafu wao wanakupea nguvu, kuna kitu kingine wanakupea kana ka bearing. Unaweka kwa mdomo hapa hii. Sasa ukishakaeka hapo hivyo, mali unaenda unaona pesa mali ziko. Unaangalia pesa direct. Iliendaje ukapata bunduki? Bunduki babangu alikuwa anafanya shughuli wakati mzee alikufa tu hivi. Mimi nilienda mosque nikamwambia imamu, nikamwambia babangu amefariki, wakakuja saa kwa nyumba kumchukua. Sasa wakati alikuja kwa nyumba kumchukua sababu mimi kwa bedroom yake sikuwa naingianga. Wakamchukua wakampeleka kwenye mosque ndio wamoshe wakamzike. Mimi nikaanza kufuruga hapo. Nikapata kwanza pistol revolver. Nikachukua nikaweka kwa room yangu nikaficha, alafu zile bunduki zingine za mbao, zile za kitambo zile kubwa. Hizo mamiko. Hizo sasa baadaye wao wakakuja wakachukua wakaenda nazo. Sasa ukajifichia pistol. Mimi nikakuwa sasa kwanza biashara yangu nilianza sasa nikiwa na hiyo. Nikiwa na base yangu tulikuwa sasa tuko tu na hiyo moja. Mara kwanza tukaenda tukafaulu. Sasa mara ya kwanza mliiba kama pesa ngapi? Tulipata like 260,000 kwa hiyo kampuni ya Calendar. Sababu tulibeba hadi coins. Sasa sisi tukaanza kutafuta vile tunaweza pata mashini nyingine na tupate watu wengine sababu ilikuwa tricky tukiwa wawili. Ila mko na pistol moja. Na tuko wawili. Sasa tukaanza kutafuta watu wengine watu join. Sababu mimi nilikuwa najua sana Dhika hapo Kiadutu. Nilikuwa napajuanga. Sasa umetoka Sasa nimetoka huko, niko huko ndo main, but nakujanga Kiadutu kutafuta watu tufanye ile shughuli. Tufanye ile shughuli na wao. Mimi nikaendelea hivyo nikapata majamaa. Sasa tuko watu 4. Kazi sasa ikakuwa rahisi kidogo. Sasa tukaendelea tu sababu pale kuna tip. Huko kuna tip. Kuna ile pesa unapeangwa tu kidogo. Sisi tukakuja tukanunua nduli boxer. Ikakuwa sasa biashara yetu tunafanya rahisi. Tukafanya biashara sasa ikakuwa sasa pesa tunapata. Lakini sababu ya zile kuna wakati nafikia unaruhusiwa hata kufunga jini. Unaweza kuwa na jini moja, jini mbili hivyo kulingana na umri wako. Sasa mimi nikawa niko na ka kitu kangu mahali. But cause nimekuwa na pesa kidogo, mwenye sasa alikuwa ameoa mama asharudiana na yeye. Sasa mimi nikakuwa naendanga kule niko na pesa, sasa wakaanza kunipenda. Sasa uko na pesa. Wakanipea room moja huko wakaniambia sasa unaweza kuwa unakaa kwa kaka room. Nikukaanga kwa hiyo room nikaitengeneza sasa ikakuwa vitu zangu naziweka kwa hiyo sasa hiyo room yangu. Mimi nikianza kufanya biashara pesa yangu nakuja naiweka hapo. Nikipata pesa Tanzania nabadilisha naleta Kenya money naweka kwa hiyo nyumba. Wao hawajui kitu chochote hapo. Mimi kaendelea hivyo siku moja nikakuja nikalala. Sasa huko Ushago saa kwa kina mama. Nilikuwa nimelala nikakuwa yani hata silali mashida bwana. Naona uko na pesa lakini kama ni hao watoto bado naona tu wananikujia hizo maspirit wananisumbua. Alafu kuna huyo sister yangu ambaye nilikuwa nampenda sana.
nikaona si vizuri nikuwa nateseka hivi. Alafu kuna mtu anaweza nisaidia, nikiambia sister yangu anaweza nisaidia. Then kabla ya hizo mashida walikuwa wameanza kuniambia ete wanataka niwapee nipane mtoto fulani, mtoto wa sister yangu. Sasa nikakuwa mimi nakataa, nawaambia hata simuniambie kitu kingine nitatoa, lakini kama ni mtoto wa sister yangu itakuwa ngumu. Wewe unaona siwezi toa. Sasa tukakuwa ni kama tunasumbua. Sasa ikaenda hivyo, mtoto wa sister yangu akafariki. Ukamtoa sacrifice. Wao ndio walimchukua but mimi sikuwa nadai. Sasa nikaona hii, lakini bado watu walikuwa wanashuku. Ni kama kuna hiyo, ni kama ni mimi ndio nilimpeana. Watu wakaanza kushuku, hiyo mambo ikaisha hivyo. But sasa ikawa pale niko na shida, naona kuna jambo nyingine itakuja kufanyika. Sasa mimi nikaendea sister yangu nikamwambia mimi hata nikiwa huku kuna kuanga na shida, sababu hata nikiwa si huko kwa hiyo nyumba wananiambia wanasikia vitu zinapiganisha vitu huko ndani kwa hiyo room yangu. Sasa nikamwambia sister yangu, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, nitafutie pastor mzuri ambao anaweza nisaidia, kuna kitu nataka kukuambia. Hakukataa, tukakuja naye hadi hapa Nairobi. Alikuwa anakaa hapo hivyo, hiyo saidi ya fedha. Sasa kufika hapo, wacha tukate hii story sababu ya mvua. Tutaiendeleza kesho. Mvua naona inanyesha. Hamna noma. Tutakumbuka hapo kwa sister yako, sasa akuitie pastor, tutaiendeleza kutoka hapo. Sawa, hamna shida. Mtazamaji, mvua imeanza, wacha tuendeleze hii story kesho. Make sure umenisubscribe na unifollow, nitakuletea full story kesho, nitaifuatilia mpaka ishe.